BMP TV Professional Update. Habari za wakati mtazamaji wetu mpendwa, karibu sana kwenye BMP TV Online, sauti yako ya ukweli kutoka moyo wa Afrika. Ni mimi Bila Pengo Ulwa. Tunakupongeza na kushukuru kwa kuendelea kutufuatilia kila siku kupitia mitandao yetu ya kijamii. Asante sana kwa uaminifu wenu na endeleeni kutuunga mkono. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kubonyeza alama ya kengele ili uwe kwanza kupata taarifa zetu pia tu mara zinapotoka. Ratiba yetu ya matangazo ya habari kutoka BMP TV Online, tunaletea taarifa kamili za habari kila siku kwenye nyakati zifuatazo: saa 12 asubuhi kwa majira ya Afrika Mashariki. Hii ni sawa na saa 11 asubuhi kwa majira ya Afrika ya Kati. Saa 4 asubuhi Afrika Mashariki ni saa 3 asubuhi Afrika ya Kati. Saa 8 mchana Afrika Mashariki ni saa 7 mchana Afrika ya Kati. Saa 12 jioni Afrika Mashariki ni saa 11 jioni Afrika ya Kati. Na leo Jumatatu tarehe 27 Oktoba 2025. Na sasa tuende moja kwa moja kwenye mtasari wa habari za leo. DRC. Hali ya taharuki yaendelea katika mji wa Bukavu na Goma kufuatia ongezeko la shughuli za vikundi vinavyojiita wazalendo. Wito wa kujilinda na kuchukua tahadhari umetolewa kwa wakazi wa maeneo hayo, huku mamlaka za usalama zikifuatilia kwa karibu harakati zinazoweza kuhatarisha amani. Kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda limelazimika kuhama ghafla kutoka katika kambi yake ya kijeshi baada ya kushambuliwa na ndege isiyo na rubani. Habari kamili. Wakazi wa mji wa Bukavu na Goma wameingia katika kipindi cha taharuki kufuatia taarifa zinazosambaa kuhusu harakati za watu wanaojiita wazalendo wanaodai kuwa katika mpango wa kuikomboa sehemu ya mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya habari na ushuhuda wa wananchi, vikundi hivyo vimeonekana katika baadhi ya maeneo ya miji hiyo vikiwa na misimamo inayodai kutaka kulinda nchi na kuleta mabadiliko, ingawa kauli hizo zinachukuliwa kwa tahadhari kubwa na mamlaka za usalama. Taarifa zinazoenea kwenye mitandao ya kijamii, hususan katika ukurasa zinazodaiwa kuwa za wazalendo Sud Kivu, zimekuwa zikihamasisha wakazi wa Bukavu na Goma kuchukua hatua na kujiandaa kwa moto wa mapambano. Hata hivyo, wataalamu wa masuala ya usalama wamesema kwamba ujumbe wa aina hiyo unaweza kuongeza mgawanyiko na kuchochea vurugu, hasa katika kipindi ambacho hali ya kijamii na kiusalama bado ni tete katika maeneo hayo. Mamlaka za kitaifa zimeonya kwamba vitendo vya uhamasishaji wa kijeshi visivyo rasmi ni kinyume cha sheria na vinaweza kuleta madhara makubwa kwa raia wasiokuwa na hatia. Msemaji wa serikali ametoa wito kwa utulivu na tahadhari, akisisitiza kuwa serikali inafanya kila jitihada kuhakikisha amani inadumishwa na kwamba majeshi ya taifa yako tayari kudhibiti hali endapo itazidi kuwa mbaya. Wakati huo, wananchi wametakiwa kuepuka kueneza taarifa zisizo na udhibitisho, hasa kupitia mitandao ya kijamii, kwani hatua kama hizo zinaweza kusababisha hofu na migawanyiko katika jamii. Kwa upande wao, baadhi ya wakazi wa Bukavu na Goma wamesema wana hofu, wakieleza kuwa usiku wa kuamkia leo kulisikika milio ya risasi katika baadhi ya maeneo, ingawa chanzo chake bado hakijathibitishwa rasmi. Wananchi wametakiwa kushirikiana na vyombo vya usalama na kutoa taarifa za harakati zinazotia shaka, na kwa wakati huo kuepuka mikutano au mkusanyiko isiyoruhusiwa kisheria. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa na usalama wameonya kuwa hali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa nyeti, hivyo inahitaji busara, utulivu na mazungumzo ya wazi badala ya vitisho au propaganda za kivita. Kwa sasa, vyombo vya habari vimeendelea kufuatilia kwa karibu maeneo ya hali ya usalama katika maeneo ya Bukavu na Goma, huku vyanzo rasmi vikiahidi kutoa taarifa zaidi mara tu hali itakapokuwa imebainika kwa uhakika. Ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV Online, tunahitimisha taarifa yetu ya habari kutoka katika nchi ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa hii inasisitiza umuhimu wa kujilinda dhidi ya upotoshaji wa taarifa, kudumisha umoja wa kitaifa na kuunga mkono juhudi za amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bado inahitaji utulivu, ushirikiano na maombi ya pamoja kwa ajili ya mustakabali wa taifa. Bado tupo hapa DRC. Kundi la waasi la M23
linaloungwa mkono na Rwanda limelazimika kuhama ghafla kutoka katika kambi yake ya kijeshi ya kivita. Tukio hilo lilitokea katika eneo la kufuatana na ndege na limesababisha taharuki na hofu kubwa miongoni mwa wapiganaji wa kundi. Baada ya mashambulizi hayo, wapiganaji wa M23 walionekana wakihamia katika kiwanda cha Wachina kinachojishughulisha na usagaji wa mchanga wa barabara kilichopo katika maeneo karibu na Bangwe. Mara baada ya kuwasili, waasi hao waliripotiwa kuwafukuza raia walikuwa wakifanya kazi kiwandani na kuchukua udhibiti kamili wa majengo na vifaa vya uzalishaji. Kiwanda hicho sasa kimegeuzwa rasmi kuwa kambi ya kijeshi ya muda wa M23, huku akilinda eneo hilo kwa silaha nzito na magari ya kivita. Mashuhuda wanasema hali ya usalama katika maeneo ya jirani imezidi kuwa tete, kwani wakazi wengi wa Bangwe na vitongoji vyake wameanza kukimbia makazi yao kwa hofu ya mapigano mapya. Mamlaka za ndani bado hazijatoa taarifa rasmi kuhusu tukio hilo, huku hali ya taharuki ikiendelea kuimarishwa katika maeneo yote yanayozunguka kiwanda hicho. Ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV Online, shuhudia kile kilichotokea katika maeneo ya Bangwe. Nilikuwa nasema grupe ba M23 wote walishakimbia muka ka yangu kawa naitaka military ya basoda wote walishakimbia, banahamisha kase ile drone ya juzi ilibashitulaka banaona kamba ta bombarde njo walishahamia hapa kukonga sere ya bashinwa. Ile konga sere yenyewe ilikuwa kana saga mchanga ya barabara. Hii nyumba mnaona hapa hii ya mweupe njo yenye general wabo mwenye anaongoza hapa ikwamo. Hii mnaona hapa ya mweupe njo yenye general wabo ikwamo. Na mwai ingine ya pili hii mimi naonesha hapa njo iko ambassador na mwai kongaseri yote na mwai pori yote mnaona hapa njo kwenye walishamishia position zao mbili njo kwenye walishakuwa. Na hapa kwa hii kilima mnaona hapa kwa antene hapa kuko position nako hapa kwa ingine position na muka ndabatumia nako foto ya muka kwenye walihama. Na hapa njo Bangwe balisha kwa hii mulima mnaona hapa ya Bangwe walifukuza ako benye balikuwa ako njo balisha kwako. Na hapa ku Calvaire njo benye bikwako. Na hivi ndivyo tunafunga ukurasa wetu wa habari kutoka hapa BMP TV Online. Endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine vinavyofuata. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili uwe kwanza kupata update zetu zenye uhakika na zenye kuaminika zaidi. Kwa niaba ya timu nzima utayarishaji, mimi bila pengo ulua. Tukutane majira ya saa 8 mchana, majira ya Afrika Mashariki. BMP TV Professional Update.